الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا من علم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك لنا فيه. Inshallah, ikiwa tunaendelea na kitabu chetu Al-Wajiz fi Usuli al-Fiqh, tukiwa kurasa 13, ومن لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد فهو بحاجة أيضا إلى معرفة هذا العلم. شيخ نسيما عبد الكريم الزيداني رحمه الله، ومن لم يصل، na ambaye hajafikia ila martabati al-ijtihadi, katika daraja za kuwa mujtahid, fahuwa bihajati aidha, na yeye pia yuko katika hitajio ila maarifati hadha alilm, katika kuitambua elimu hii ya usuli alfiqh. Sababu huwezi kuwa ni mujtahid hauna fani hizi za usuli alfiqh. Waluqufu ala qawaidihi, na kusimamia juu ya ile misingi yake, hatta yaarifa makhidha aqwali al-a'imma, ili apate kutambua mahala mwa kauli za wanazuoni maimamu walipozitoa, wa asasa madhahibihim, na kutambua ule msingi wa madhehebu zao. Kwa sababu katika maimamu kila mmoja alitoa rai yake kutokamana na adila zilizomfikia mbele yake. Ndio utaona maimamu zetu wametofautiana katika masaili ya kifiqhi. Wa qad yastati'u al-muqaranati wat-tarjih, na akiwa na elimu hii itamsaidia kuoanisha na kutia nguvu baina hadhihi al-aqwali, baina hizi kauli za maimamu. Sababu wanazuoni katika haya masaili ambayo yanaokuwa hayana dalili za wazi, isipokuwa dalili zake zinapatikana kwa kufanya istimbat, kuchimbua zile dalili, yani kuzitafuta zile hukumu kutoka katika vyanzo vya dalili katika Qur'an na Sunna, ijma'i na qiyas. Kwa hiyo wanajitahidi kila mmoja kwa namna ambavyo Mwenyezi Mungu alivyomjalia katika kufanyia kazi masaili yale yaliyomfikia. Sasa utakuta kuna mitazamo tofauti baina ya wanazuoni. Sasa wewe ukisoma elimu hii itakusaidia kitu ambacho al-muqarana, kuoanisha, kushikamanisha, kuoanisha yani watarjihi, na kutia nguvu baina ya zile kauli za wanazuoni. Kauli gani yenye nguvu utajua, lakini huwezi kujua elimu hii masala hayo ya kujia kwa kufanya tarjihi, kutia nguvu baina ya adilla zinazokuwa labda zimesigana, huyu kasema hivi na yule kasema hivi, kama hauna vitu vya kukusaidia. Miongoni mwa hayo ni katika elimu hii tumesema ya usuli al-fiqh. Wa takhriji al-ahkami, na kuzitoa zile hukumu zake kutokana na yale masail ambayo yamepatikana, ala dawi manahiji al-a'imma, kupitia miongozo au ile miangaza ya maimamu, allati, mifumo ambayo ama miongozo ambayo, manhaji ambazo, tabauha,
wao walizifuata fi taqriri al-ahkami, katika kuzipitisha zile hukumu, wa istimbatiha, na kuzichimbua. Na wewe utaangalia nani ana nguvu zaidi. Utaona mfano katika swala la kunut, hapa kuna adila ambazo zinasigana. Kuna watu ambao mfano madhhabi ya Shafi wanakubali kunut, upande wao wameona hizi ni dalili kwa sisi zina nguvu. Sasa wewe utabidi ufuatilie, umesoma sheria, umesoma elimu hii, ufuatilie kwa nini Shafi yeye kakubali kunuti ya asubuhi, na kama mtu ataacha ile kunuti itabidi alete zile sijidati sahwi. Kwa nini? Lakini kwa nini madhahibu ya kina Imam Ahmad ibn Hanbali wenyewe hawaruhusu kunuti asubuhi? Wametegemea kigezo gani? Sasa haya, ili usiwe mkorofi kule mitaani na barabarani kule, usiwe na fujo na kuwakufurisha watu, ni vizuri usome dalili, usome fani kama hizi, zitakusaidia unakuwa mzuri wala hauna matatizo na mtu. Wakama anna almaniya, au unaweza kusema wakama anna almuniya bil ahkam shar'iyya, kama ilivyo yule ambaye anajishughulisha na hukumu za kisheria. Yani ukiwa wewe unataka kuwa mwanasheria, unajishughulisha, kazi yako ni mtu wa sheria, anasema shekhe, la ghina lahu an hadha alilm, hana sababu ya kuwa mbali na elimu hii. Akasema mimi sihitaji, nimejitosheleza, sina haja na elimu ya usuli alfiqh. Fa inna almu'ni bilqawanin alwad'iyya, kwani kushughulika na kanuni hizi alwad'iyya ni jambo la lazima, la muhimu, la takikana, min muhamin, kwa mtu ambaye ni mtetezi, wakili, lazima ujue. Qadhi amemweka hapa, asema au qadhi anatakiwa awe na elimu ya usuli vizuri, asiwi yani anafikiri mambo. Ni lazima asome vizuri elimu ya usuli, imsaidie katika ukadhi wake, kwa sababu masaili mengi ya ukadhi yanayokuja mara nyingi anakuwa wakati mwingine hayako wazi kwenye Qur'ani wala katika Sunna kwa dalili za wazi. Kwa hiyo inahitajika pia huyu kadhi awe mzuri sana katika somo la usuli al-fiqh. Sio asome zake vitabu vya fiqh kidogo tu, babu majaz na nani kidogo kasoma kule tayari, na yeye anataka kuyaingilia masaili ya kifiqh ya kisheria. Masuala ya kisheria ni magumu sana, inataka mtu ambaye anayafuatia mambo kwa umakini na kwa ukaribu sana, na kuona wanazuoni mbalimbali wamesema nini. Anasema pia shekhe, tuko wapi? Au mudarrisin, au mwalimu mwenye kusomesha. Mwalimu mwenye kusomesha na yeye lazima asome kanuni za usuli al-fiqh, yani vitabu hivi na vinginevyo vingi. Usome vizuri, usiwe na haraka, yani usome taratibu, uelewe mwalimu, kwa sababu katika kufundisha kuna mambo mengi sana yanaweza kukuijia. Mfano hapa kuna swali liliulizwa na Ustadhi Ahmad kwamba ukisoma katika kitabu Umdat Salik, Imam Shafi anasema mwenye kwenda chooni kujisafisha, kujistanji, ukiingiza vidole vyako hivi ukaingiza ndani kabisa kule unasafisha, umebatilisha somo. Umebatilisha somo yako. Kwa hiyo kama kusafisha, usafishe juu, usisafishe mpaka vidole vikaingia. Lakini utakuta madhehebu ya Imam Abu Hanifa anasema hapana, haiwezi kutengua somo kwa kusafisha, labda kuwe kuna baadhi ya hali fulani. Kwa utakuta haya ni mambo ya masail ya kifiqh, hayatakiwi kuyaendea haraka, unatakiwa uende taratibu. Na mtu usisome madhehebu moja. Tatizo kelele ni nyingi kwa sababu watu wanaishia kusoma madhhab fiqh ya madhehebu ya upande mmoja. Kama ni Shafi, lakini ukimleta huyu mtu bwana fiqh ya Imam Malik inasemaje?
fiqh ya Imam Ahmad ibn Hanbali inasemaje? Hajui. Fiqh ya Imam Abu Hanifa inasemaje? Fiqh ya Ibadhi inasemaje? Fiqh ya Ibadhi inasemaje? Fiqh ya Ibadhi. Fiqh ya Shia ni madhhabi, lazima uyasome ujue fiqh yao wenyewe inasemaje. Na nyingi kuna kitabu kinaitwa Al-Milal wan Nahl, ni kitabu kizuri sana, wanafunzi mkitafute mkiwe nacho. Ni kitabu kinaelezea madhehebu zote zilizokuwepo. Sisi tunajua 4 tu, lakini madhehebu ni nyingi sana. Al-Milal wan Nahl, kitabu kizuri kinaelezea masaili mbalimbali ya madhehebu zilivyoanzishwa na zilikuwaje, zilikuwa nyingi. Kwa hiyo ni vizuri, lazima watu tusome sheria vizuri, na tusiwe na haraka katika kusoma sheria, tuende taratibu. Kwa mudarisi, mwalimu lazima awe na elimu hii ili mpate kumsaidia. Yahtaju huwa al-akharu ila hadha al-ilm, na yeye pia ni mwingine ambaye anahitajia isome elimu hii. Anasema li anna al-qawaida wal usula, kwa sababu zile kanuni na wal usul na ile misingi allati qarraraha, ambayo imethibitishwa na kupitishwa ilmu al-usul na ilmu al-usul, mfano mithlu al-qiyas, qiyas wa usulihi. Kuna ilmu al-qiyas, na hapa katika ilmu al-qiyas zimegawanyika, sivyo? Kuna qiyasul awlawiyya, kuna qiyasul adna, na kuna qiyas masawa au masawi. Lazima ujue hii ni kiasi, lakini ni kiasi gani? Hii ni kiasi, ni kiasi gani? Zimegawanyika zile kiasi. Hayo yote ni mambo yanakusaidia wewe mwalimu uwe mzuri katika kueleza masala ya kisheria. Wal qawaidul usuliyya, na kanuni za kiusuli, litafsiri nusus. Mfano kanuni za kiusuli kwa ajili ya kutafsiri nas. Hizi nas, mfano hii Qur'ani tunaisema kila siku au hadithi, huwezi kuifasiri tu kwa kuhamisha lile neno la Kiarabu au kwa kusoma tu tarehe peke yake, ilikuwaga kisa cha nani basi hivyo hivyo. Hapana, Qur'ani wakati mwingine inafasiriwa kwa tarehe, wakati mwingine inakukataa, tarehe haikubali, inahitaji ufate zile kanuni za ala zilizokaa pale. Hadithi mfumo wake na hivyo hivyo ni kama Qur'ani. Utitul kitab wa mithlahu ma'hu, nimepewa Qur'ani na mfano wa Qur'ani ambao ni sunna. Kwa hiyo kuna vitu vinakulazimisha utulie kwanza, yale majengeo ya maneno. Ndio Sheikh hapa anakuambia kwamba wal qawaidul usuliyya, na hizi kanuni za kiusuli, li tafsiri nususi, ni kwa ajili ya kutafsiri zile nasu za kisheria. Na haya tunayasema hivi, vijana wenzangu na wanafunzi wenzangu, tuendelee kusoma, tusiwe wepesi kutafsiri hasa Qur'ani na hadithi alafu unatoa fatwa tu ni hivi. Hapana, utaleta shida. Masaili ya kutafsiri ni masala magumu sana. Ikiwa wewe ni mwanazuoni au ni ustadhi, umejiweka katika nafasi ya kusoma, basi usiwe mvivu. Tatizo letu ni moja, ukishaitwa shekhe na ukakabidhiwa cheo na kusoma ndio umefunika vitabu, elimu imeisha hapo. Kupewa cheo sio mwisho wa kusoma. Hapo ndio unatakiwa ukazane, hasa katika masuala ya kutafuta elimu, hasa kwa sababu watu wanakuangalia, jamii inakuangalia katika masaili mbalimbali. Wa turqi dilala al-alfaz, na njia za dalili ya matamshi. Unaona Qur'ani inaanza kuangaliwa matamshi yalivyokaa, unaanza kuangalia matamshi. Wakati mwingine tafsiri huipati katika yale matamshi ya juu, unaipata tafsiri ndani ya yale matamshi. Sasa ndio hapa Sheikh anakuambia wa turqi dilalati al-alfaz, njia za zile dalili za matamshi, wal ibara, na ibara zilivyokaa. Kwa sababu kuna ibara zingine unakuta zingine zimechelewa, zingine zimetangulia, wanaita wenyewe taqdimu ma huwa haquhu ta'khir. Yani kuna maneno wakati mwingine yameenda mbele, alikuwa inatakiwa yakae nyuma, yenyewe imewahi kutangulia mbele. Sasa lazima ujue hata ile tafsiri yako unaanzaje, unaanza kule mbele au unaanza nyuma au unaanza katikati. Wakati mwingine tafsiri inaanza katikati ndio inakuja mwisho, alafu nyingine inaanza mwisho ndio inakuja mwanzo, nyingine inaanza katikati inaenda mwanzo inarudi mwisho.
Hiyo ndio tatizo lilivyo. Sasa haya yote unatakiwa usome kitu kinachoitwa turuq dilalat al-alfaz, njia za kuyajua matamshi, dalili za kimatamshi, wal ibarat, na zile ibara. Usione tu kwamba msafu yani imekaa tu kwamba inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar. Hapa tayari kuna mambo chungu mzima hapa. Watu wa ilmu al-badi wanakuambia kwanza hapa kuna itifati ya kimaneno. Kuna mabadiliko ya kwanza, ujue maneno gani hapa imebadilika. Lakini kama utatafsiri kirahisi tu, inna a'tainaka al-kauthar, hakika sisi tumekupa. Tizameni kwanza nikupe mfano huo hapa. Inna a'tainaka, inna imekuja kwa jamu. Sawa? Simekuja kwa jamu. Kwamba inna a'tainaka, sisi tumekupa wewe Muhammad. A'tainaka kafu lil khitab yushiru ila rasulillah. Si kafu ya khitab inamwashiria mtume moja kwa moja hii. Inna a'tainaka, sisi tumekupa wewe Muhammad al-kauthar, mto wa Kauthar. Na Mola tujalie tunywe katika birika na hudhi ya bwana mtume Muhammad. Alafu ikaja fasalli li rabbika, swali kwa ajili ya Mola wako. Kwa nini isiwe fasalli lana? Swali kwa sababu imeanza kwa jamu huku, sisi tumekupa. Inamna Mungu katumia wingi hapa. Alafu fasalli li rabbika, swali kwa ajili ya Mola wako. Fasalli lana ilikuwa sema uswali kwa ajili yetu, lakini kuna mabadiliko. Imeanza wingi alafu imekuja mufrad kwamba swali kwa ajili ya wewe Mola wako wewe. Sasa kwa nini unaulizwa sasa? Kwa nini kuna itifati hapa ya maneno? Huku ameanza kwa jamu, ilikuwa fasalli lana, uswali kwa ajili yetu, imekuwa fasalli rabbika. Kwa nini imeanza jamu huku amemalizia Mwenyezi Mungu rabbika, Mola huyu? No. Hii inaitwa itifati, mabadiliko ya kima. Sasa kuna nini hapa mpaka kumeingia mabadiliko haya ya kimageuzi? Huu ndio wanakuambia sasa turq dilalati al-alfaz, zile njia za majulisho ya kimaneno wal ibarati na ibara. Lakini kama utatafsiri tu hujui kwa hapa kwa nini haya mabadiliko yako hapa, ukaona zako niwe mradi tu kutafsiri tu kusema inna a'tainaka al-kauthar, Mola wako akakupa, sisi tumekupa mto wa Kauthar, fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako. Lakini Mungu kaanza sisi tumekupa. Sasa nyosha tafsiri hapa sasa, na ujue maneno hayakuja tu eti mradi yamekuja hapa. Hizi ibara lazima kwanza uzijue kabla hujatafsiri, sivyo utapata dhambi. Ndio watu nasema, wanafunzi wenzangu, ni vigumu sana kuifasiri Qur'ani kini kushika tu hivi. Unajua amesema rais, lakini Qur'ani sio kitabu cha hivyo. Lazima tukubali ambao sisi ni wanafunzi kwamba tunashughulikia ilmu, lazima tujue kwamba ili uiendee Qur'ani kuifasiri au hadithi ya mtume, tukubali kukaa chini tusome. Kuvaa mijoho na vyeo vingi sana si hujja, mbali kabisa. Kwa hiyo hapa Sheikh alikuwa anatushtua kwamba hapana, lazima mtu ujue turku dilala, njia za zile dalili al-alfadhi za matamshi. Wawajada qadallan fahada. Tizama, mtu anaweza kuingia kwenye kufuru moja kwa moja. Tumekukuta mtume wewe potea kisha tukakuongoza, si hatari? Tumekukuta mtume ufanyaje? Umepotea kisha si wadhuha hiyo, wadhuha wal layli idha saja, ma wadda'a rabbuka wala al-akhiratu khairu laka min wa wajada qadalan fahada. Kwamba tumekukuta umepotea kisha tumekuongoza. Haiwezekani. Mitume wote wamehifadhiwa. Mitume wote wafanyaje? Ikiwa Nabii Isa anatoka kwenye tumbo la mama yake, Nabiullah Isa, wanamuuliza Maryam, min aina laki hadha, wewe umetoa wapi huyu
huyu mtoto umekuja naye kutoka wapi? Ile aya inasema yule mtoto Nabii Isa akasema mwenyewe kwamba inni abdullah atani alkitaba waja'alani nabia. Bado mtoto mdogo anasema mimi Mungu amenipa kitabu na kanifanya kuwa ni nani? Ni nabii. Kwa sababu mitume wanazaliwa na muongozo wao. Sasa inakuwaje hapa useme kwamba mtume tumekukuta umepotea kisha tukakuongoza? Unapigwa hukumu ya murtad kwa sababu umeshamtukana mtume, kwamba mtume alikuwa amepotea alafu ndio baadaye Mungu amempa nini? Muongozo. Huwezi kufasiri Qur'ani hivyo. Lakini ukile kwa tafsiri yako ya Kiswahili utakuta hivyo hivyo. Wa wajadaka dhalan fahada, tumekuta mtume umepotea kisha tukakuongoza. Ile sio tafsiri, yale ni matatizo. Wala usifanye haraka, soma. Mtume anaanzaje kupotea afu ndio aongozwe? Tasema tafsiri hii pale kuna vitu Muhammad amewekwa katika umma uliopotea ili apate kufanyeje? Kuongoza, kwa sababu taa linawashwa mahala kwenye giza. Taa haliwezi kuwashwa mahala kwenye mwanga. Hapo sasa asubuhi ya mchana huu afu washe tochi. Vipi tunamoreka? Inawezekana? Kwa Muhammad amewekwa yeye ni taa katika watu kwenye nini? Kwenye giza ili apate kuongoza, ndio tafsiri. Wengine wanakuja wanakwambia alif lam mim, niligusia hapa jana sijuzi. Alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fi. Kwa sababu mtu hajui zile wanasema turku dilalati alalfadh, njia za matamshi kuyatumia maneno, ana tafsiri dhalika alkitabu la raiba fi, kile ni kitabu kwamba huda lilmuttaqin, Qur'ani hiyo ni mwongozo kwa wacha Mungu. Anaenda kusema uongo na mtu anaona kabisa amefasiria, kumbe kesha sema uongo, kesha kumsemea Allah uongo kabisa. Sasa hiyo huda lilmuttaqina kwamba ndio hapo kuna majazi la akili. Kuna vitu vimeondoshwa, huwezi kutafsiri kwamba hii Qur'ani ni mwongozo kwa wacha Mungu. Hiyo sio tafsiri. Qur'ani ndio imekuja kuwafanya watu wawe wacha Mungu, kwa sababu kabla ya hapo kulikuwa hakuna wacha Mungu. Watu wamepata ucha Mungu kupitia nini? Qur'ani. Kwa Qur'ani ni sababu ya kuwafanya watu wawe wacha Mungu. Ukisema Qur'ani ni inawaongoza wacha Mungu, ina maana hapo umeweka kaidi, umefunga kwamba asiyokuwa mcha Mungu aongozwe na nini? Haoni hujamsemea Mungu uongo hapo. Sasa kwa nini unatafsiri tafsiri hii? Unatafsiri tafsiri hii kwa sababu hujui maneno yale yamevuka pale. Lakini kikawaida kwa kweli ukisema ukae dhalika alkitabu la raiba fihi, hapa ni darasa ya siku nzima, na siku ya pili na siku ya tatu nazungumzia dhalika alkitabu la raiba fihi huda lilmuttaqin. Ni darasa siku 3 mpaka 4. Aya moja. Kwa nini? Kutokana na mgogoro wa maneno yaliyojipanga hapa. Sasa tusiwe pesi kufasiri. Kuwa mpole kwanza. Kuwa mpole, soma zile turku dilala al-alfadh wal-ibarat. Usome zile njia, ujue dalili za kimatamshi na ibara zake. Yaani Qur'ani inaangalia neno moja moja, alafu inakuja iangalia sentence ilivyo kaa. Sasa hata ukiulizwa maneno yamekaaje, utasema alfadhi hii imekuja hapa, hii ni amun, hii ni khasun, hii ni amu urida bihi khas au khasus, hivyo inakwenda hivyo uzijue. Ngumu Qur'ani, ngumu. Mwenyezi Mungu anasemaje? Alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila nuri. Unaona kipande cha hii aya ndio inatafsiria kule alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Lakini bayani ya aya hii imeenda kuwekwa kule kwenye surati gani? Ibrahim. Alif lam ra tilka ayatul kitab, sivyo? Litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila nur, ili uwatoe watu katika ukafiri kuwaweka katika nini? Kumbe Qur'ani haikuja kwa sababu yetu watu fulani, watu wacha Mungu. Imekuja kwa ajili ya watu wa hovyo ili wawe watu wa sawa. Ndio Qur'ani utatafsiri hivyo. Sasa utajikuta unaingia makosani kusema uongo, mwanzo mwisho unasema uongo tu. Kwa nini?
hutaki kufuatilia vitu kama. Kwa mara nyingi tunapenda kujihusisha sisi wenyewe wanafunzi kwamba tusiwe pesi, hasa kitabu cha Qur'an tukiogope sana, kigumu. Katika sehemu ambayo uwe na adabu zote ni tafsiri ya Qur'an. Tafsiri ya Qur'an. Uwe na adabu zote kwa sababu utaulizwa siku ya kiyama. Utaulizwa. Anasema shekhe, tumalizie hizo ibara. Wa wujuhi hadhihi dilala, lakini sura, njia ya hizi dalili uzijue. Zina sura zake, zina njia zake. Wa qawaidu tarjihi baina al-adilla, na kanuni za kutilia nguvu baina ya zile dalili. Kwa sababu kuna wakati mwingine unakuta kuna adilla kwa dhahir ni kama vile zinasigana, hii na hii inagongana, sawa. Sasa ujue namna gani unaziendesha na kuziweka sawa. Anasema kullu dhalika, hayo yote wa ghairuhu na mengineyo, talzamu al-ihatati bihi min qibali man yatasadda lilqawanin alwad'iyya. Anasema hayo yote hayo wa ghairuhu na mengineyo, talzam, yanalazim, yani yanatoa ulazima, yanakulazimisha wewe shekhe, al-ihatatu bihi, kuidhibiti, kuizunguka elimu vizuri, kuijua elimu hii ya usuli. Min qibali, kutokea upande, man, ya yule ambaye yatasadda lilqawanin alwad'iyya, anaojitokeza katika kuziendea zile kanuni alwad'iyya. Wa yuridu al-usula ila tafsiriha, na anataka kufikia katika ile kufasiri. Hapo unaanza kuoneshwa kumbe hii Qur'ani hii, ili uweze kuifasiri na uifikie tafsiri vizuri, lazima upite katika ile misingi yake, ndio utaijua vizuri. Wa maarifati man tawat alayhi min ahkam, na kujua yaliyo ndani yake katika zile hukumu, yaliyokunjwa, yaliyofungiwa mle. Nakuja aya moja lakini ndani yake kuna vitu vingi, lazima ujue humu ndani kumefichikana nini huku. Aya moja unakuta ndani yake kuna vitu vimejificha mle vingi sana. Mfano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuja anakuambia nisaukum harthul lakum fa'atu harthakum anna shi'tum. Amemaliza, anakuambia wake zenu ni mashamba yenu, alafu yaendeeni mtakavyo. Sibalai. Wake zenu ni. Sasa kwanza, kwa nini Mungu amefananisha mwanamke na shamba? Unataka sasa usiwe haraka, usiseme tu Mungu amesema kwenye Qur'ani wake zenu ni mashamba yenu, yaendeeni mashamba yenu mtakavyo. Unaumia? Ngumu. Aya ngumu. Wewe utulie, usiwe na haraka. Nisaukum harthul lakum, mwanamke kwenda kufananishwa na shamba. Kwa nini? Kuna vitu gani? Kwa nini kwanza hapa nisaukum harthul lakum, yani mwanamke ni shamba, yeye ni shamba. Wanasema wenyewe tashbihul balighi hudhifa adatu tashbih. Kuna vitu gani ujue kwamba vimeondoshwa hapa na vitu gani vimewekwa? Unakaa sasa unamuelezea mwanamke kuitwa shamba. Takabuli yake mwanamke akiitwa shamba, mwanaume anaitwa nani? Mwanaume anaitwa nani? Mkulima, kwa sababu shamba lazima liwe lina nani? Mwenye kulilima ni nani? Mwanaume. Sasa hapo ndio unakaa darasa ya wiki nzima unazungumzia tucho kipande. Nisaukum harthul lakum fa'atu harthakum anna shi'tum. Yaendeni. Wanachuoni katika neno anna, ukirudi katika tafsiri za Qur'ani huko Qurtubi wa nani utaona wamekaa katika neno anna tu. Tumuendee mwanamke namna, endeni shamba leo namna unavyotaka, kwa sababu mtu anapoingia katika shamba lake anazuia kwamba usipite huko, upite huko. Si popote tunapita.
Wakatokea wale wengine wakasema unafaa mwanamke kumwingilia nyuma wale wengine kwa sababu ya neno anna shiitu. Sasa ukienda haraka haraka hujaumia hapa. Ruhusiwi. Ana ipi? Ana gani? Umezieleza pale. Kwa hiyo sisi ambao ni wanafunzi talabatul ilmi, usiwe pesi kufasiri mambo. Qur'ani ngumu. Kila siku tunapenda kuyarudia maneno ili na mimi Mungu siku ya kiyama kiniuliza nitajibu kwamba kwa kweli nilikuwa nawahusia wanafunzi wenzangu tusiwe pesi kufasiri Qur'ani. Uliza kwanza, hivi hii walau kidogo katika kuifasiri unataka tufasiri vipi? Lakini pale ambapo utapojifanya utaki kuuliza tu na wewe unakaa unataka kufasiri nyatadi, utaleta shida. Qur'ani ngumu. Kwa hiyo Sheikh anasema walihadha, kwa ajili hii faqad i'tanat kulliyat shar'iyya, vimeshughulika au vimeshughulikia au kubeba jukumu kubwa kulliyat shar'iyya, vyo vikuu vya kisheria vinavyosomesha sheria, wal huquqi, na haki mbalimbali, fil Iraq, katika mji wa Iraqi, wa Sham na Sham Syria huko, wa Masri wa ghairiha, Misri na miji mingineyo, qadiman wa haditha, toka zamani na sasa, bitadrisi hadha alilm, kusomesha elimu hii ya usul fiqh litulabiha, kwa wanafunzi wao. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuendelee kuisoma elimu hii. Narudia tena kwamba kwa mtu ambaye anataka kuwa ni mfasiri mzuri wa Qur'ani au hadithi, sira haina tatizo, sira haina mambo mengi. Utata huko katika masuala ya hadithi na Qur'ani. Ile inataka utulizane akili yako iwe sawa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa ni watu wenye kufuatilia masomo ya sheria vizuri. Tunamwomba Allah tuhifadhi na atulipe khairi na baraka insha Allah Ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Ya Rabbi, tufutie madhambi yetu. Al-itai wal-i'ta kuna tofauti. Sawa? Al-ita aqwa min al-i'ta. Sawa? Kwa sababu al-i'ta inakubali kufanyia taaddi. Al-itaa haikubali kufanyia taaddi. Kwa nguvu zake tofauti. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan. Atufutie madhambi yetu, atuhurumie kwa sisi kukaa hapa katika kumi hili la Lailatul Qadr. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe tumeingia katika Lailatul Qadr katika wale ambao wataosamehewa na kupata utukufu wa Ramadhani na siri yake. Awarehemu wazazi wetu, walimu zetu na majirani zetu katika Waislamu walio hai na waliotangulia mbele ya haki, na wale wagonjwa Mwenyezi Mungu awapoze, walioko hospitalini na majumbani, na sisi wote tunatembea kama ni wagonjwa. Mungu atuondolee maradhi haya kwa uwezo wake na utukufu wake, atukunjulie riziki na wepesi wa maisha, na atuhifadhi na shari zenye kutembea usiku na mchana. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah.